Mshambuliaji wa zamani wa klabu ya TP Mazembe Ben Malango mwenye amezaliwa mwaka 1993. Ni mmoja wa washambuliaji bora sana ambao wamewahi kupita kwenye klabu ya TP Mazembe, lakini pia amecheza Raja Casablanca na amecheza Raja Casablanca kipindi kile yuko Fabrice Ngoma kwenye kosti ya Raja Casablanca. Ni miongoni mwa washambuliaji bora sana ambao wamewahi kupita pale TP Mazembe kwenye soka la Kongo pia kwa ujumla. Na Ben Malango nafikiri Watanzania wengi wanamjua kwa sababu ni mmoja wa wachezaji pia ambao wamewahi kucheza timu ya taifa ya Kongo wakicheza kwenye ligi za ndani. Kwa hiyo ni mshambuliaji bora sana ambaye amehudumu kwa muda mrefu by the way kwenye mpira wa Afrika. Na Ben Malango anawindwa na klabu ya Young Africans. Na kwa taarifa tu ni kwamba tayari kuna mazungumzo kati ya Yanga na meneja na wakala wa Ben Malango ambaye tayari amekamilisha mkataba wake umeisha kwenye klabu ya Qatar Sports Club. Anacheza Qatar kule na mkataba wake umeisha by the way. Na ni mmoja wa washambuliaji wazuri ambao wamekuwa na wakati mzuri pia kwenye klabu ya Qatar Sports Club, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba baada ya mkataba wake kumalizika hakutaka tena kuongeza mkataba pale. Ametaka kuondoka kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine, lakini lengo lake ni kutaka kurudi kwenye bara la Afrika, sehemu ambako anaamini kwamba anaweza kwenda kupata kuwa na kuonyesha uwezo mkubwa sana. Amezaliwa mwaka 1993, maana yake ni ana miaka 33 fulani hivi. Ni mmoja wa washambuliaji bora sana. Bado ana uwezo wa kuja kwenye soka la Tanzania na akafanya vizuri tu, kwa sababu ukiangalia kwa mfano mtu kama Fabrice Ngoma pia ametoka nje amekuja hapa, lakini bado tulikuwa tunamuona mzee, lakini bado amekiwasha na bado anaendelea kukiwasha kwenye klabu ya Simba. Maana yake Ben Malango anaweza kuja Yanga pale akasajiliwa na bado akakiwasha vizuri tu na akaonyesha uwezo mkubwa. Unajua wachezaji wengi kutoka Kongo na wachezaji wenye vipaji vikubwa sana. Na of course ukitazama quality wise ya Ben Malango na Prince Dube, bora hata Ben Malango, kwa sababu Ben Malango ni mmoja wa wachezaji wenye sanaa nzuri sana ya kufunga. Though kwenye klabu ya Qatar Sports Investment hajawa na wakati mzuri sana kwa maana ya kuwa na kiwango bora sana kwa kiasi hicho, kwa sababu kwa msimu huu amefunga mabao 18 kwenye mashindano yote na amecheza jumla ya michezo 30. Manake anakaribia michezo 12 hajafunga bao. Kwa hiyo na ni msimu ambao watu wao wanaona kama hajawa kwenye kiwango kizuri sana. Lakini mtu ambaye anafunga mabao 18 kwenye ligi kama ya Qatar, kwenye ligi kama ya Qatar na kwenye timu kama ya Qatar Sports Club ambayo haijafanya uwekezaji mkubwa sana kama vilabu kama Al Ahly na vilabu vingine, ana uwezo wa kuja na akawa na wakati mzuri tu kwenye klabu ya Young Africans, kwa sababu hata hivyo Yanga ni moja ya timu ambazo zina wachezaji wazuri sana ambao wana uwezo mkubwa sana kutengeneza nafasi. Maana yake Yanga wanahitaji tu kupata mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kuja na kupachika mabao wavuni. So Ben Malango ni mmoja wa wachezaji ambao wana sanaa nzuri sana ya uchezaji, ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo wa kuja na kuonesha uwezo mkubwa sana, na naamini kwamba kama Yanga kweli watafanikiwa kupata saini yake atawasaidia sana, pamoja na kwamba umri umesogea. Miaka 33 of course si haba, 32 of course si haba. Ni mmoja wa wachezaji ambao wataweza kudumu hata kwa miaka miwili fulani au mitatu, kwa sababu kwa mpira wetu sisi Tanzania mtu anaweza kacheza hata akiwa na miaka 36. Angalia watu kama kina Medi Kagere bado anacheza, kina Jeniboko bado anacheza. Kwa hiyo ni mshambuliaji mzuri ambaye Yanga wanaweza kumpata, hata kama atampa mkataba wa mwaka mmoja na nusu, miaka miwili, bado anaweza kuwasogeza kwa namna moja ama nyingine kwa wakati huu ambao wana struggle kwenye eneo la kushambulia. Of course wana Prince Dube, lakini sio mchezaji ambaye ana uhakika wa kufunga mabao kwenye kila mchezo. Yaani bado ni mchezaji ambaye anaunga kwenye performance yake. And I believe kwa uwezo wake bado ana uwezo wa kuwapush Simba, kuwapush Yanga na akafanya vizuri. Na Yanga na wachezaji wa Kongo ni watu ambao wamekuwa na mahusiano mazuri sana. Mara nyingi wachezaji wengi pia kutoka Kongo akija Yanga huwa wanafanya vizuri. Kwa hiyo Ben Malango ni mmoja wa wachezaji ambao tayari management yake iko Tanzania na wanatarajia kuanza mazungumzo hivi karibuni na klabu ya Young Africans, kwa sababu Yanga waliwahi kumtaka Ben Malango kabla kwenda kujiunga na Qatar Sports Investment Qatar Sports Club mwaka 2022. Kama unakumbuka wakati ule anamtaka baada ya kumaliza msimu wa 2021-22, msimu wa 22 ulivyomalizika tu waliwahi kumtaka ili aje wamtumie kwa 2022-2023. Kwa bahati mbaya kwa wakati ule kufikia makubaliano mazuri, mwisho siku akaenda kujiunga na Qatar Sports Club 2022. Na of course kule alikuwa analipwa pesa nyingi sana, kwa sababu alikuwa analipwa karibia milioni 68 mshahara wa mwezi. Kwa hiyo ilikuwa ni pesa nyingi sana, na of course pia wakati ule hata umri bado ulikuwa umri mzuri, maana yake bado ulikuwa kwenye umri ambao ana uwezo wa kucheza mpira vizuri kwa kiwango cha juu, na ndio maana alichagua sana kwenda Qatar Sports Club, kwa sababu pia wachezaji wa Kongo mara nyingi wanaangalia sana kuhusu pesa. So ni moja ya wachezaji ambao kama Yanga pia watafanikiwa kuwapata, anaweza kuwapush Yanga kwa namna moja ama nyingine kwa uwezo wake.
ninaamini kwamba ana uwezo wa kuwasaidia sana Young Africans kwa msimu unaokuja.